mziki wako ndo kila kitu kwetu, na mziki wako ni biashara kwetu. We vipi? Naomba mniambie kati yenu, nani amemuua mke wa Bishop Moses? Hana huo mpango na kusudio lake ametumwa na Mungu, na mpaka kusudio lake litimie. Ina maana baba amekunywa pombe? Kwa nini lakini? Ulikosea sana kumwachia Lois, kwa sababu anachokifanya sasa ni kisasi. Kwa kuwa Baba wewe ni mweza, nikiomba na kuabudu nasema amen. Bell, Mungu wangu, hii ndoto ina maana gani?
Mungu wangu na Baba yangu, wewe ndiye Alfa na Omega. Nakushukuru kwa kila jambo Baba. Naomba unibariki katika hili. Ni wazi sasa hivi wanakutafuta, na kwa kuwa umewaambia kuwa unajua kuhusu kifo cha mke wa Bishop, basi moja kwa moja watajua mimi ndiye niliyekwambia. Lois, unajaribu kusema nini? Jessica, kama watakuja kukutafuta hapa na kukupata, sitokuwa salama. Lois, I thought wewe ni mwanaume wa kukimbiliwa, ukanilinda. Kumbe wewe ni mwoga kiasi hiko? Jessica, hebu jaribu kunielewa basi. Kweli mimi ni mwanamume wako na ni jukumu langu kukulinda, lakini wale ni wazazi wako, ni jukumu lao pia. Mimi sina haki juu yako kwa sababu bado sijakuoa Jessica. Ningeweza kuyafanya yote haya kama tungekuwa ndani ya ndoa, lakini sio namna hii. Siwezi kuwazuia kwa chochote. Najaribu kukuelewa Lois. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi na wewe tukioana utakuwa na uwezo wa kunilinda? Utakuwa uko tayari kwenda nami popote pale tukaishi kwa amani na furaha? Jessica, unajua ni jinsi gani ninavyokupenda. Nakupenda sana Jessica. Nakupenda kuliko chochote kile. Ndoto yangu kubwa ni mimi kuwa na wewe, uwe mke wangu halali, mke wangu wa ndoa. Pindi nitakapokuwa na mamlaka na wewe, nitakuwa na nguvu ya kukulinda kwa yoyote na chochote kile Jessica. Nakupenda sana. Nadhani tumpe nafasi ya kuwa peke yake usiku wa leo. Kesho tutamtafuta na kuongea naye. Richard, tumia akili japo kidogo basi. Sio kila jambo lazima kusubiri. Sasa wewe ulikuwa unataka nini Makena? Amini maneno yangu Richard. Kama Jessica asiporudi nyumbani usiku wa leo, kuna kitu kibaya kitatokea. Makena, unaamini mtoto wetu anaweza akatuharibia? Unamwamini Jessica? Vipi kuhusu Lois? Hau bado uamini kama Jessica na Lois wako pamoja kwa sasa? Ndio maana nimekuambia tuwaache siku ya leo. Hii siku imekuwa na mambo mengi sana. Tukiwasumbua tutazidi kuwachokoza zaidi tena. Wape nafasi, kesho tutajua pa kuanzia. Oh my God. Kojak! Kojak! Umefanya nini? Kono umefanya nini mzee? Mzee, nimelewa ila nguvu ninazo na akili. Hebu kaa pembeni. Pole. Huyu mpumbavu. Pole jamani. Jamani, tafadhali. Naomba tuzungumze. Sawa.
Jemima. Pole, achana naye. Achana naye, Jemima. Pole, Jemima. Tutazungumza, achana naye. Tutazungumza, itaisha, sawa? Achana naye. Tulia, just relax. Tutazungumza. Tuzungumze. Tulia, tuzungumze. Tulia, tuzungumze, Jemima. Jemima. Tulia, tuzungumze. Jemima, tulia, tuzungumze, acha kelele. Nitashughulika naye. Ubavu kabisa huyu kijana. Inuka. Inuka, Jemima. Inuka. Baba, unaendeleaje? Uko sawa? Wewe hebu toka hapa. Unajali kuhusu nini wewe? Makena, binti anajaribu kuonesha utu. Shida nini? Hebu rudi ulikotoka. Samahani. Endelea na kazi yako. Umeamkaje? Saidi, hichi nini? Hiyo ni haja ya moyo wako. Talaka. Siku nyingi sana nilihisi una mahusiano kati yako wewe na Mudi. Sema tu sikuwa na uhakika. Lakini maneno yako na vitendo vyako vingi ambavyo ulikuwa unanifanyia mimi vilinionyesha kabisa kwamba hauna mapenzi na mimi. We! Usinisogelee. Lakini Saidi, mara nyingi neno talaka lilikuwa limetawala kwenye kinywa chako. Sasa zile pale ni talaka 2. Kuanzia leo uko huru kuzurura kama ulivyokuwa unataka. Umenielewa? Kuanzia leo sio mke wangu. Nenda kazurule, uende unakotaka. Mimi na wewe leo basi. baby, mme wangu. Wewe katika maisha yako sikuwa unaniambia mimi si neno uogope. Sikuwa unasema hivyo? Naogopa. Sasa kaogope mbele huko. Saidi. Wewe. Saidi. Saidi. Mama. Saidi. Saidi. Saidi wangu. Saidi. Mume wangu. Mume wangu. Saidi. Kipenzi changu. Mume wangu. Mume wangu Saidi. Kipenzi changu. Naitwa Awena na huyu ni mtoto wangu anaitwa Rozi. Samani kakaangu, mimi hapa unaponiona sina kazi, nilikuwa naomba unisaidie kama naweza nikapata kibarua chochote hapa ili niweze kupata kula pamoja na sehemu ya kulala.
Sasa dada yangu, sijui hata nakwambia nini. Manake mimi sio mmiliki wa hii garage. Mimi mwenyewe hapa nimeajiriwa na bosi hayupo. Jamani, pole sana. Pole. Asante. Sasa mara nyingi huwa tunamwacha na majirani kama hivi napokuwa nimeenda kazini. Lakini naamini kwa uwepo wenu wewe na Rozi, nadhani maisha yangu mimi na Seli yatakuwa mapya. Kate. Be mama. Shikamoo. Marahaba. Mzee yuko wapi? Ametoka tangu alfajiri. Kaendelea na kazi yako. Jessica, kama hasira zako zimekwisha, turudi nyumbani. Dadi, ni wazi kabisa kama unatambua kama mimi siwezi kurudi nyumbani. Na ndio maana hata wewe umekuja mpaka hapa. Unataka nini? Nataka kuoana na Louis, ndoa ya kiserikali. What? Sasa unaniambia ili weje? Unataka nini? Do you think kama mimi ni mjinga? Sijui kama ninaweza kwenda kwa mkuu wa wilaya nikafunga ndoa, but akikwambia kama mimi ninaolewa utamkatalia. I know, na ndio maana nimekutafuta wewe. Kwamba una uwezo wa kuizuia na una mamlaka yote. But nimekutafuta wewe, nahitaji unifanikishie jambo hili. Baba, Dad, listen to me. Naitaka hii ndoa leo. Leo nioane na Louis. Na hilo ndani yako uwezo wako wewe unao. Yaani baba, mimi najua si mmoja tu. I promise you Dad. Ukifanikisha hii ndoa leo hii, mimi na Louis tutanyamaza kimya kuhusiana na kifo cha mke wa Bishop Moses. Siishie hapo Dad. I promise you again. Hii promise ya pili. Mimi binafsi, I swear upon God Dad, nitakaa kimya. Sitomwambia mama wala mtu yote, hata Louis hatojua kama Bell ni mtoto wako. Do it for me. Ina maana nimelia kiasi hiki? Nimefanya kitu gani tena? Jemima,
Jemima, wewe ni mwanangu, na hata nafsi yako na moyo wako unashuhudia hivyo, kwamba hata mimi sikupendezwa na kitendo ulichofanywa na mwanangu Kojak. Sikuwa na njia nyingine zaidi ya kukufungia humo ndani ili nisiende kushtaki polisi, si ndio? Kama kawaida yenu wanasiasa, kujali majina yenu yasichafuliwe kuliko utu, si ndio? Si ndio maana niko hapa? Jemima, relax. Nisikilize vizuri Jemima. Nitakuandikia hundi ya milioni 200 na kukupa nyumba Mbezi Beach ya kifahari ambayo utakaa na kutulia kwa amani, lakini sharti lake jambo hili lisitoke hapa na wala lisitamkike tena kinywani mwako. Nakuheshimu sana Mr. Kiwelo, kushinda unavyofikiria, ila sidhani kama wewe ulishawahi kuniheshimu au hata kunijua. Iko hivi, utu wangu haununuliwi kwa mali wala pesa ya aina yoyote ile. Jemima, kwa mfano kafia humu ndani, unadhani kuna mtu yeyote au kiumbe chochote kinaweza kuja kukutafuta mahali hapa? Namaanisha hivi, nikiamua kukuua sasa hivi, unadhani kuna sheria yoyote inaweza kuniwajibisha mimi kwa kifo chako? Kunywa supu yako, inapoa. Hi, Belle. Hi. Good morning. Good morning. Hii ni zawadi yako. Tafadhali naomba ipokee. Wewe Simon, una kichaa? Sasa mimi gita la nini? Mimi kwani mimi ni mwanamuziki? Mimi ni msanii. Naweza kutumia hili? Belinda, Mungu amenipa ufunuo na inaonyesha kwamba nitapoteza sauti yangu siku si nyingi. Na wewe ndiye utakayekuwa sauti yangu. Yeah. Simon, umechanganyikiwa? Wewe una kichaa? Hapana. Hauwezi kuwa sawa Simon. Sasa hili la nini mimi? Sauti yako kivipi? Kutokana na kipaji chako cha kuimba ambacho wewe unaamini hauna, ipo siku utaamini ni kwa nini Mungu amenileta katika maisha yako. It's beautiful, eh? Umeipenda? Jemima,